Kwa majina naitwa Modesta Mwema, mratibu wa Nyansaho Foundation yenye makao makuu yake jijini Dar es Salaam, lakini ofisi ya kanda ya Ziwa iko Serengeti mkoani Mara. Tunahusika na mambo ya elimu, afya na mahitaji maalum, kufanya usaidizi wa mahitaji mbalimbali kulingana na ukosefu wa vifaa pamoja na mahitaji kwa watu wanaotoka katika mazingira magumu. Sambamba na hilo, ofisi yetu inahudumiwa na wakurugenzi mbalimbali, lakini muasisi wa taasisi yetu hii pendwa Nyansaho Foundation iko chini ya mkurugenzi mahiri Dr. Rimo Simeon Nyansaho, ambaye anatusaidia sana katika kuhakikisha tunazifikia jamii kupitia misaada mbalimbali. Siku ya leo imempendeza Mwenyezi Mungu tufike hapa Tarime mjini kwa ajili ya kushiriki iftari pamoja na ndugu zetu wa Kiislamu. Iftari hii tutashiriki na Waislamu wote wanaotoka katika misikiti 7 ya wilaya ya Tarime. Tunawakaribisha sana, tunawapenda sana waumini wenzetu wa dini ya Kiislamu katika kushiriki mambo mbalimbali ambayo yanasaidia jamii yetu. Tunajua mambo ya dini yanasaidia sana watu katika mambo ya kiroho na kuwafanya watu wawe na hofu ya Mungu na kuepusha matatizo mbalimbali katika jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo siku ya leo tunafurahia futari hapa, lakini huu ni muendelezo wa futari mbalimbali ambazo tunaendelea kushiriki kwa mkoa wa Mara, kanda ya Ziwa na Tanzania kwa ujumla ikimpendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunawapenda wote, tutazidi kuwaombea Watanzania wote katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini sambamba na hilo ni mwezi wa Kwaresima kwa ndugu zetu wa Kristo Roman Catholic, tunazidi kuwaombea heri na Mungu atukutanishe tena wakati mwingine. Tunawapenda sana, asanteni sana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuafikisha kwanza kufika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi wa kufanya ibada, ni mwezi wenye kheri nyingi. Lakini pia nitumie fursa hii kujitambulisha. Mimi kwa majina naitwa Masudi Saidi, ni shekhe wa wilaya ya Tarime. Kwa hiyo tuko katika tukio adhim, tukio la iftar. Ni tukio ambalo limeandaliwa na taasisi ya Nyansaho Foundation. Ni tukio la kheri na taasisi hii imeona umuhimu na ikatambua juu ya ibada hii ya ndugu zao Waislamu kuwa wamo ndani ya mfungo wa Ramadhani. Wakaona ipo haja ya wao kuja kushiriki katika iftar na kuandaa tendo la huruma, kwa maana kulisha chakula ni tendo la huruma. Kwa sisi kama Waislamu tunawashukuru sana Dr. Nyansaho Foundation kutokana na hii iftari walioandaa, lakini pia tunawaombea Mwenyezi Mungu awazidishie, kwa sababu linaonekana ni tukio la ukarimu, lakini pia ni tukio ambalo linatuleta pamoja, yani linapelekea kuonyesha huruma na kuwasaidia watu, lakini pia tunazidi kuwaomba na kuwaombea Mwenyezi Mungu awazidishie na awape fursa ya kuendelea na moyo wao huu wa kuendelea kuihudumia jamii. Pia kuasa Waislamu, mwezi mtukufu unaondoka. Leo tuko chungu cha 17 na ndio kinaondoka, kinamalizika. Tunaingia 18 kwamba Ramadhani inaelekea mwisho. Kwa hiyo ni fursa pekee na ni muda mchache. Kama alivyosema Mwenyezi Mungu, ni masiku yenye kuhesabika na ni masiku machache. Sasa tujitahidi sana kuutumia vizuri huu mwezi mtukufu. Kwa kila Muislamu kufunga vile inavyotakikana ili yale malengo ya funga yafikiwe, ambayo ni kuwa mcha Mungu, kwa maana ya kwamba ni kuishi vile ambavyo anataka Mwenyezi Mungu. Kwa ni waasi wa Islam tujitahidi kuulinda mwezi huu, kulinda funga zetu, lakini pia kuendelea kuchunga amani ya nchi yetu, kuchunga amani ya mji wetu, lakini pia kutumia fursa hii adhim ya kuiombea dua nchi yetu kwa ujumla na kuliombea taifa letu kwa ujumla. Sana pamoja na Waislamu wote ujenzi wa msikiti wetu. Huu msikiti unatupa shida sana, tunahitaji nguvu kubwa ili tuimalizie. Kwa hiyo kupata wadau sana, ili Mungu atujalie pia
mhitaji aliyetufikirisha basi afanyie wepesi, atuunge mkono ili msikiti wetu uweze kuanzika. Asante sana. Kwa majina ninaitwa mchungaji na daktari Benjamin Ngarama Biha, ni askofu wa kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo la Mara Kaskazini, ambalo makao makuu yake yako hapa mjini Tarime. Tarehe 27 mwezi wa pili, kama Wakristo Waadventista wa Sabato tuliwasogelea wenzetu Waislamu na kuwaomba tushirikiane, tukawaandalia iftari na tulishiriki wote kwa pamoja, na matokeo yake tunazidi kuona ule ushirikiano, tunaona uhusiano unazidi kuimarika, tunaona upendo unazidi kuimarika katika jamii, tunaona umoja wetu bila kujali tofauti za dini tulizonazo, hali inazidi kuwa bora zaidi. Na kitu tulichosisitiza katika siku hiyo, tulisisitiza zaidi namna tunavyoweza kushirikiana kama Watanzania kudumisha tunu ya amani ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia kupitia waasisi wa taifa letu hapa Tanzania. Na leo hii kwa mara nyingine tena tumekutana hapa, Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye pia kama Mtanzania kwa mapenzi mema ameandaa iftari kwa ajili ya ndugu zetu Waislamu wanapoendelea na mfungo huu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Wito wangu na rai yangu kwa Watanzania wote, tunasihi sana tuepuke kuwa na tofauti za kidini, tofauti za kikabila, tofauti za itikadi. Tujenge taifa letu moja la Tanzania kama Watanzania, ili tulinde tunu yetu ya amani, ambalo kwa kweli ni tunda adhimu ambalo tumezidi kusisitiza. Na kwa kufanya hivi basi inazidi kutusogeza karibu ndugu zetu Waislamu na sisi Wakristo, inazidi kutusogeza karibu na kujitambua ya kwamba sisi ni Watanzania. Sisi kaka yangu Masudi, lakini pia natambua uwepo wa chifu wetu wa Timbalo, mzee wangu mzee Zakaria, askofu wetu Askofu Ngarama, nakushukuru sana. Lakini natambua kuwepo kwa mjumbe wa kamati kuu ya BAKWATA Taifa, kamati ya ulinzi na usalama ambao tupo, bila kumsahau katibu wetu wa msikiti. Lakini natambua uwepo wa waumini wote wa Kiislamu na wasiokuwa wa Kiislamu, bila kusahau wawezeshaji wetu Nyansao Foundation. Nawashukuruni sana. Ndugu zanguni, mimi kwanza nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kuweza kukutanishwa hapa wote, si Waislamu peke yao, watu wa dini zote, watu wa madhehebu yote, tumeweza kukutanika hapa kwa ajili ya iftari hii. Shehe wangu nikushukuru sana, lakini washukuru sana ndugu zetu wa Nyansao Foundation kwa kutuandalia dhima hii. Kiukweli tumefarijika sana, tumekula, tumefurahi na imetuongezea nguvu katika miili yetu. Lakini nitumie nafasi hii sababu niko hapa kwa ajili ya kumwakilisha waziri wetu wa ulinzi, ndugu yetu Lino Nyansao. Kiongozi wetu huyu amekuwa ni mtu wa upendo sana. Hajafanya hapa, amefanya maeneo mengi, na amekuwa ni mtu wa kutukimbilia, sio mkoa wa Mara peke yake, nchi nzima. Naomba shehe tuendelee kumwombea dua sana kiongozi huyu kwa namna ambavyo anajitoa kwa ajili ya jamii. Ilitakiwa awepo hapa pamoja na sisi, lakini kwa sababu ya majukumu ya kitaifa ilimlazimu atupe maelekezo tuweze kumwakilisha. Na sisi kwa moyo mmoja, kwa kuwa tunatambua ni kiongozi wetu mahiri sana, pamoja na majukumu tulionayo, tukasema lazima tumwakilishe. Kwa hiyo bwana shehe, nimefika na mwakilisha kiongozi wetu mkubwa, na tuendelee kumwombea sana. Ndugu zanguni, hiki ni kipindi cha toba, kipindi cha Ramadhani, lakini kwa wenzetu wale wa Kristo ni kipindi cha Kwaresma. Yote ni kwa maana tunamrudia Mwenyezi Mungu
kwa yale mapungufu tuliyokuwa nayo kama wanadamu, basi turudi kwa ajili ya kumfuata yeye. Lakini natambua Mtume Muhammad alikuwa ni mtu mwema sana, alikuwa ni mtu mwenye hekima, ni mtu ambaye alisisitiza sana swala la amani na utulivu kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo niombe ndugu Waislamu wote, lakini na wale ambao si Waislamu, tuendelee kuyaishi maisha ya mtume wetu Muhammad, kwa sababu alikuwa ni mtu mwema, alikuwa ni mtu aliyekuwa akijali kila jamii, akijali maskini na matajiri. Na mfano huu tunauona hata kiongozi wetu huyu, waziri wetu wa ulinzi, amekuwa ni mtu ambaye anajali sana, si kwa sababu tu ni waziri wa ulinzi, hata kabla ya hapa wote tumeona namna alivyokuwa amerudi kwenye jamii. Kwa hiyo niwaombe ndugu waumini wote wa dini zote ambao tuko hapa, tuendelee kuimarisha amani yetu, upendo wetu, mshikamano wetu, si katika kipindi hiki tu cha Ramadhani na kipindi cha Kwaresima, lakini kipindi chote. Naamini wote tunaamini kama isingekuwa amani na utulivu ambao tunayo, tusingeweza kusanyika hapa. Naamini hata askofu wangu isingemuona hapa, chifu wangu angekuwa amejifungia, shehe wangu ungekuwa umejifungia, na viongozi wote pamoja na waumini wote tusingekuwepo hapa. Lakini kwa sababu ya amani na utulivu ambao tunayo, ndio kwa maana tumeweza kusanyika hapa, tumeweza kupata iftari kwa pamoja, tumeweza kula kwa pamoja, tumefuturu kwa pamoja pasipo mashaka yoyote. Kwa ni waomba ajili ya maendeleo yetu. Pasipokuwa na utulivu hatuwezi kuwa na maendeleo. Pasipokuwa na amani hatuwezi kuwa na maendeleo pia. Nikupongeze shehe wetu kwa jitihada unazofanya za ujenzi wa msikiti huu. Hii ni nyumba ya ibada kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa tutaendelea kushirikiana bwana shehe wetu kuhakikisha kwamba nyumba inakamilika. Tunajua mahitaji bado yapo, na wewe tumekuwa tukizungumza mara kwa mara. Tutaendelea kuhamasisha tuhakikishe nyumba hii ambao ni sehemu ya ibada ya kumswalia Mwenyezi Mungu iweze kukamilika vizuri, na watu waendelee kupata ibada hapa, waendelee kutuombea, waendelee kuliombea taifa hili amani na utulivu na kwa maendeleo makubwa ya nchi yetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana na niwashukuru tena kwa nafasi ambayo tumepewa, lakini kuja kushiriki kwenye iftari hii ya leo ambayo imeenda kutujenga kwenye miili yetu, kwenye akili zetu na kwenye afya yetu. Asanteni sana kwa kusikiliza. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni fursa hii kwanza kuwashukuru Nyansahu Foundation kutokana na hii fadhila yao walioifanya katika iftari hii. Ni jambo la kiungwana, ni jambo linaonyesha kujali kwao na ile huruma yao kwa jamii ya Watanzania, jamii ya Wanatarime. Hatuna cha kuwalipa isipokuwa tunaombea Mwenyezi Mungu awazidishie na ainawirishe taasisi yao na itie nguvu, endelee kuwasaidia Watanzania. Lakini pia nitumie fursa hii kwa ajili ya kufanya dua, manake tukio letu limeisha, na kila aliyefika Allah amlipe na amrejeshe kwa salama aliporejea, lakini bila ya kusahau kama tulivyopata wasia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuendelea kudumu katika amani na kuidumisha amani katika nchi yetu na kuiombea amani nchi yetu. Mwenyezi Mungu azidi kuingarisha na kuinawirisha. Al-Fatiha. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Mwenyezi Mungu tunakuomba uraha wetu wa mtukufu ya Rabbul Alamin, kupitia mwezi huu mtukufu ya Rabbul Alamin, hakika kila aliyehudhuria katika shughuli hii Mwenyezi Mungu mrejeshe kwa amani nyumbani kwake na mjalie kheri katika kila endapo ya Rabbul Alamin. Lakini pia bila kusahau hao walioweza kutudhamini Nyansahu Foundation, Mwenyezi Mungu azidishie kila la kheri Rabbul Alamin, wajalie pale alipotoa waweze kuzidishia Rabbul Alamin. Hakika wewe ndio mtoaji na wewe ndio mgawaji wa kila jambo Rabbul Alamin. Tunakuomba Rabbul Alamin adhal jalal wal karam ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.